Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lenye utajiri wa madini, lakini pia historia ndefu ya vita. Tarehe 24 Februari mwaka 2026, jina moja lilitikisa medani ya vita: Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa AFC M23. Lakini kifo chake kina maana gani katika mzozo huu unaoendelea? Tuko naenda tafuta makuni, bana tubaka. Kuelewa kifo hiki, lazima turudi nyuma. Vita vya Kongo vilianza mwishoni mwa miaka 1990, makundi yenye silaha, migogoro ya kikabila na mapambano ya madini. Hivi nilikuwa na vijana 8 wakawaua na bwana yangu na mimi wakanipiga hii masasu. M23 ilizaliwa mwaka 2012 ikidai kupigania haki na usalama. Ilishindwa 2013 lakini ikarejea tena 2021. Willy Ngoma ni nani? Kuanzia 2022, Willy Ngoma alikuwa sauti ya M23. Alionekana mara kwa mara katika vyombo vya habari. Alikosoa wazi serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Alidai kuwa M23 ni jeshi la wananchi. Kwa wafuasi wake alikuwa msemaji jasiri, kwa wapinzani wake alikuwa uso wa propaganda ya waasi. Shambulio la drone. Tarehe 24 Februari 2026, FARDC ilitangaza kufanya operesheni Rubaya. Kulingana na jeshi la DRC, operesheni hiyo ilimlenga na kumuua Willy Ngoma. Vyanzo ndani ya M23 pia vilithibitisha kifo hicho, ingawa harakati haikutoa tamko rasmi mara moja. Ikiwa shambulio hili lilikuwa la kulenga, linaashiria hatua mpya katika vita vya drone mashariki mwa Kongo. Vita vya drone, hatua mpya. Drone zimekuwa silaha ya kisasa katika vita vya leo. Zinaweza kufuatilia, kurekodi na kushambulia bila askari kuwa mstari wa mbele. Katika Kivu Kaskazini na Kusini, mashambulizi ya aina hii yameongezeka miezi ya karibuni. Rwanda, FARDC na siasa za kanda. Serikali ya DRC na baadhi ya ripoti za UN zimeishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23. Rwanda imekanusha mara kwa mara madai hayo. Kigali inasema tishio la FDLR ndani ya Kongo ni hatari kwa usalama wake. Vita hivi si vya ndani pekee, vina sura ya kikanda na kimataifa. Sisi tulitokaga kule za Nyabiondo kutoka kupita Masisi. Hivi nilikuwa na watoto wa maitima wa bale wa vijana yangu baliua watoto 8. Na hii mwezi wa kwanza tena wao tuliwa balitukuta humu tena tukawa tunapokea chakula wakabibeba wakabiiba kwa nguo, matelefoni, majeto yote wakabeba. Na mimi balitendea mabaya. Kusema mingi haiko kutosha. Sasa hivi balitunza tulikosa kupona. Rubaya ni moja maeneo muhimu ya coltan duniani. Madini haya yanatumika katika simu, kompyuta na magari ya umeme. Wataalamu wengi wanaamini udhibiti wa migodi ni kiini cha mzozo. Je, vita hivi ni vya kisiasa au vya kiuchumi? Lakini nyuma ya siasa na madini kuna wananchi wa kawaida. Maelfu wamekimbia makazi yao, watoto hawasomi, wazazi wanahofia kesho. Kuna wakia waine na wachijana waine badogo, maitima baba yao balibaua, ni mimi peke na wachunga. Nakakosa chakula naenda munisaidie, kuna mimi wakanitupia majiwe, wengine bakanichamba. Lakini nikaendelea kuwaomba tu. Sudi watoto wiko wanalala njara. Tulikosa Kongo ifanye nini? Sudi siye hatuna amani. Unaona jinsi vita ilitufikia kuanza 1994 tuko mu vita.
Kifo cha Willy Ngoma kinaweza kubadilisha uongozi wa M23, kinaweza kuongeza mashambulizi ya kisasi, au kinaweza kufungua mlango wa mazungumzo mapya. Lakini historia ya Kongo inaonyesha suluhisho la kudumu halitokani na silaha pekee. Mashariki mwa Kongo bado ni ardhi ya matumaini, lakini hadi viongozi wachague mazungumzo badala ya vita, wananchi wataendelea kubeba mzigo wa mzozo huu. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni eneo lenye uzuri wa asili, lakini pia limejaa historia ya vita. Leo mzozo kati ya FARDC na AFCM 23 umeingia hatua mpya. Lakini swali kubwa ni hili: ni nani anapigana? Kwa nini? Na nani analipa gharama kubwa zaidi? Serikali ya DRC kupitia FARDC imeahidi kurejesha mamlaka ya dola. Iliimarisha operesheni za kijeshi kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo. Mapigano makali yaliripotiwa Masisi, Ruchuru na maeneo ya kimkakati ya migodi. Kipengele kipya katika vita hivi ni matumizi ya drone. Teknolojia hii inaruhusu ufuatiliaji wa angani na mashambulizi ya kulenga. Wachambuzi wanasema hii ni ishara ya mabadiliko ya vita vya kisasa barani Afrika. Hata hivyo, matumizi ya silaha hizi yameibua mjadala kuhusu ulinzi wa raia. Lakini wakati pande za kijeshi zinapambana, raia ndio wanaoumia zaidi. Maelfu wamekimbia makazi yao, watoto wamekosa shule, upatikanaji wa chakula na huduma za afya umepungua.
Serikali ya DRC na baadhi ya ripoti za Umoja wa Mataifa zimeishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23. Rwanda imekanusha madai hayo. Kigali inasema tatizo la usalama mashariki mwa Kongo linahusisha makundi yenye silaha kama FDLR. Je, suluhisho ni la kijeshi au la kisiasa? Wengi wanasema amani ya kudumu haiwezi kupatikana kwa bunduki pekee. Mazungumzo ya kisiasa yanaonekana kuwa njia pekee ya kumaliza mzunguko huu wa vita. Mashariki mwa Kongo bado ni ardhi ya matumaini, lakini hadi viongozi wachague mazungumzo badala ya risasi, wananchi wataendelea kubeba mzigo wa vita visivyoisha. Mimi ni mtangazaji wenu msafiri, Kusiti Cobra TV.